alikufa kweli mpaka hao waelewane. Tuanze mwanafunzi wa kwanza Marko. We Marko, ulituandikia Yesu alikufa ili tujue ni kweli alikufa saa ngapi, tarehe ngapi na lini. 15:25 Marko. Tembea kama umeme, nitoe elimu sasa hivi watu waelewe. 15:25 Marko. Na mwalimu wangu 15:25 Marko inasemaje? 15:25. Fanya haraka. Hii hapa inasema. Naam. Bali 15:25 Marko. Ndio hiyo mwalimu. Haya anza. Inasema bali sio bali. Basi ilikuwa saa 3 na wakamshurutisha. Lala Muhammad, anza tena. Inasema basi naam, ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Subiri, kwa mujibu wa Marko anasema Yesu alisulubiwa saa 3 kamili asubuhi. Tayari Yesu yuko msalabani. 3 kamili asubuhi yuko msalabani. Huyo ni Marko. Haya, mwanafunzi wa pili, na wewe tuambie, ulituambia Yesu alikufa saa ngapi, tarehe ngapi? 19:14 Yohana. Sikiliza kizaazaa cha binti Muhammad wanachengelea, ndio anachenia nji sana. 19:14 Yohana, fanya haraka. 19:14 mwalimu wangu. Nasema nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka. Ilikuwa maandalio ya Pasaka. Yapata saa 6. Yapata saa 6. Akawaambia Mayahudi. Tazama mfalme wenu. Tazameni mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele wakisema, mondosheni, msurubisheni. Kwa mujibu wa Yohana anasema ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa 6 ya mchana, bado Yesu hajasulubiwa, ndio yuko kotini kwa Pilato, ndio watu wanapiga kelele, mondoshe, sulubisha piga saa 6 hajasulubiwa kwa mujibu wa Yohana. Ukienda kwa Marko anakwambia saa 3 asubuhi Yesu tayari ashasulubiwa. Sasa tayari wanafunzi waliotupa habari hii wenyewe wanagongana. 15 Marko 21. Fanya haraka. Dakika moja. Haya, 15:21 Marko. 15:21 Marko. Hii hapa mwalimu wangu. Na harakisha basi, maana dakika yangu hiyo inaisha. Inasema natekana aya 3 kwa dakika moja. Naam. Basi ilikuwa saa 3 nao wakamsurubisha. Inaendelea kusema, wewe umesoma 25, nimekuambia 21. Nenda Matendo 12:12 basi tumalize, maana huo muda nao hauwezi. 21 iko hapo mwalimu wangu. Matendo 12:12, Matendo ya Mitume sura 12 aya 12, kuthibitisha kwamba ushahidi wa Yesu kufa hakuna, ni muda tu hakuna. Lakini ningetoa wanafunzi wote 4 wanagongana, hakuna ushahidi kwamba Yesu alikufa, ni uongo. 12:12 mwalimu wangu. Marko anakuambia Yesu alisulubiwa saa 3. Yohana anakuambia saa 6 Yesu bado yuko kotini. Cha ajabu na cha kushangaza, Matendo 12:12 inasema na alipokuwa akifikiri, naye alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu, mama yake Yohana, ambaye jina lake la pili, ambaye huyu Yohana jina lake la pili ni Marko. Kumbe Marko na Yohana ni mtu huyu, hata si wawili, ni huyu. Huku anakuambia saa 3, kule anakuambia saa 6. Wewe unaona kuna ukweli hapo kwamba Yesu alikufa? Kumbe Yohana na Marko hata ni mtu mmoja, hata si wawili, ni mmoja. Wewe utachukuaje habari hii? Si habari ya ujanja tu. Yesu afe, haiwezekani Yesu auawe kwa ajili ya madhambi ya watu. Basi kuna haja gani Mungu kutengeneza jehanamu ya watu wote? Angetengeneza jehanamu ya Yesu peke yake, siende amebeba madhambi ya watu akienda nayo. Wewe ukienda na madhambi mbele ya Mungu, Mungu atakuweka wapi? Motoni. Ina maana jehanamu ni ya Yesu peke yake? Haiwezekani. Kama ulifanya dhambi, iko kwenye shingo yako. Usisingizie Yesu alikubebea, kwa sababu Yesu hajakutuma ufanye hiyo dhambi. Walimu, dakika zimekatika tayari. Leo nafikiri tunaingia kukuru kakara. Kukuru kakara. Walikuwa na dakika zao pia wao. Zimeisha. Nadhani tulisikilizana kuwa dakika 10 na ripata ilikuwa dakika 5. Kwa hivyo saizi ni kukuru kakara. Uliza ujibiwe. Au sio bana? Ndio hivyo sasa. Karibu sasa, hapa ndio maneno yenyewe na ukweli wenyewe unapata kujulikana, ni hapa kukuru kakara. Mabwana Yesu hajasulubiwa. Wakristo ndugu zangu, msidanganywe hata siku moja.
mpe mchungaji. Unao shahidi kuthibitisha Yesu alikufa? Kabisa. Haya, toa. Tunatoa haya moja moja, kila mtu. Unatoa moja na mimi moja. Hapa tunaenda vizuri sana. Nenda direct to the point. Mahali kuna Yesu tu. Bas. Ushahidi gani Yesu kafa? Ushahidi gani Yesu kafa? Ndio huu. Haya, upi? 27 50 Mathayo. Twende. Haya, nenda hapo alafu nikuonesha aya inayopinga hiyo. Alafu niambie tushike wapi. Mimi hata siendi mahali. Kila ukitoa aya mimi natoa aya inayopinga hiyo. Kwa sababu mashahidi wenyewe wanagongana, hawaelewani. 25 anza 45 mpaka 50 anapotaka. Changamka msomaji. 45. Naanzia 45. Teremka anza 45 mpaka 50 alikotaka. Inasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote. Naam. Hata saa 9. Naam. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, Eloi, 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 lama sabaktani. Naam. Yani Mungu wangu, Mungu wangu, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Haya, mpe. Haya maneno Yesu alikuwa anasema akiwa wapi? Asante. Yohana 8:29. Twende. Angalia hiyo inapiga vita hiyo. Yesu anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? The question is, kweli kuna siku Mungu ashawahi kumwacha Yesu hata siku moja? 8:29 Yohana. Alafu niambie hii imetoka wapi? Inasema, naye aliyempeleka juu pamoja nami. Yesu anasema naye aliyenipeleka yu pamoja nami. Yaani Mungu aliyenileta mimi Yesu hapa duniani yu pamoja nami. Naye aliyenipeleka yu pamoja nami. Na hakuniacha peke yangu. Hajawahi kuniacha peke yangu hata siku moja. Endelea. Inaendelea kusema, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Basi kwa hivyo Yesu mwenyewe anasema hakuna siku Mungu ashawahi kumwacha peke yake hata siku moja. Hii inayosema Mungu wangu mbona umeniacha, hii imetoka wapi? Bado zinagongana. Which is which? Tuamini Mungu hajawahi kumwacha Yesu hata siku moja, au tuamini Mungu alimuacha mpaka akauawa? Tushike ipi? Mpe. Mimi nimekuuliza swali. Haya maneno Yesu alisema akiwa wapi? Hakuwa popote. Hakuwa popote. Kwa sababu Mungu hajawahi kumwacha. Kwa sababu Mungu hajawahi kumwacha hata siku moja. Kama ingekuwa Yesu amesema Mungu ashawahi kuniacha, tungejua ni kweli pale msalabani. Lakini Yesu anasema Mungu hajawahi kuniacha hata siku moja. Sasa hii Mungu wangu, tena anamuuliza Mungu swali, mbona, kwa nini umeniacha? Unajua hata ni lugha ya kiburi hiyo, kumuuliza Mungu namna hiyo. Kitu ya kwanza, sikiza maneno. Hiyo ni kiburi bana, si maneno ya Yesu hayo. Si maneno ya Yesu. Wewe unaweza kumuuliza Mungu, kwa nini Mungu? Unaweza kuuliza hivyo? Sema kweli. Mimi kati ya mimi na Yesu nani anayesema? Asante sana. Kwa hivyo Yesu anaposema hapo sawa. Very good. Wewe Yesu alikuwa anasema haya maneno. Wewe na Yesu nani anayemheshimu Mungu zaidi? Ndipo nikakuuliza swali. Yale maneno Yesu alisema yale maneno Yesu alisema akiwa wapi? Nasema wewe na mimi na Yesu nani anamheshimu Mungu zaidi? Kwanza jibu swali. Hawezi, hakuwa popote. Si hawezi. Nimekuuliza alikuwa wapi? Hakuwa popote. Hakuwa popote. Haya, endelea andiko. Haya, mpe. 27:45 Mathayo. Rudia, nakwambia hakuwa popote. Kwa sababu haiwezekani. Yesu anasema Mungu hajawahi kuniacha hata siku moja. Wewe unataka kulazimisha Mungu awe amemwacha Yesu, na mwenyewe anasema hajawahi kuniacha. Sasa wewe unataka Mungu tena, anasema kwa sababu gani Mungu hajaniacha? Nafanya siku zote yale yampendezayo. Ina maana angeachwa, ingekuwa Yesu alifanya yasiyompendeza Mungu. Sasa kama Yesu alimwacha Yesu, Mungu alimwacha Yesu, ingetupatia yale aliyofanya yasiyompendeza Mungu, yaliyosababisha Mungu amwache Yesu peke yake. Wapi? Bwana 15:21 Marko. Ngoja nikueleze na nikuoneshe ushahidi na hautakuwepo. 15:21 Marko. Aya inasema wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba. Baada ya Yesu kupelekwa pale, si ndio, kwa Pilato, wakati msalaba umeletwa, njiani alikamatwa mtu akashurutishwa. Kushurutisha ni Kiswahili cha Kizanzibar, maana yake kulazimisha. Akasurutishwa mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba. Endelea. Akitoka mashamba Simeoni Mkirene. Jina lake huyo mtu anaitwa Simeoni Mkirene. Baba yao Iskanda na Rufo. Ili auchukue msalaba wake. Kwa hiyo kwa mujibu wa Marko, Yesu alisaidiwa msalaba.
hakujibebea mwenyewe mpaka Golgotha. Njiani msalaba Yesu alinyang'anywa, akabandikwa Simeoni kwa lazima mpaka Golgotha. Ni taarifa ya Marko. Haya, msikilize Yohana 19:16. Yohana anasema Yesu hakusaidiwa, alijibebea mwenyewe. Ndio nye kujua ushahidi wa kifo cha Yesu hakuna. 19:16 Yohana. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao, ndipo alipomtia Yesu mikononi mwao ili asulubiwe, nao wakampokea Yesu, akatoka hali akijichukulia msalaba wake mwenyewe mpaka mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, yani au kwa Kiebrania Golgotha. Haya, subiri, angalia Yohana anasema nini? Anasema Yesu alipotolewa pale alijichukulia msalaba wake mwenyewe mpaka Golgotha. Hakuna mtu alimsaidia. Marko anasema Yesu alipofika katikati msalaba alinyang'anywa, akabandikwa Simeoni. Wewe unaona kuna ukweli juu ya kifo cha Yesu hapo? Hata ukweli hamna hapo, mnadanganyana bure tu. Mabwana, Yesu hakufa, hatokufa. Sasa mbona mchukui maiki? Mbona mnaniacha na mbona mchukui maiki? Lazima tupewe. Wewe ni maiki sasa. Mwalimu, fanya hivi. Ili uko mwalimu kweli. Toa andiko katika mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia. Yesu anasema hakufa. Yohana 8:21. Mwende sasa. Haya hiyo hapo. Haya, kataa. 8:21 Yohana. Kataa leo nikuone, maana haya ndio hiyo. Hakufa. Tena sio Yesu hakufa, anasema hata hamwezi kuniua. Sio hakufa, anasema mimi siwezi kufa na hamwezi kuniua. Yohana 8:21. Haya, msomee. Yesu kwanza ni namna 21 kwanza. Ni Yesu gani alikufa? Unajua bwana, hawa wamezoea rege ndio mbona. Ewe Yesu nakupenda kwa maana niko hapa leo. Kanisa limefurika majali na madeni. Mungu Baba angalia. Kama napenda roho sema na kama napenda Yesu sema ya. Unafikiri Mungu ni governor? Hebu inasemaje hiyo? Basi akawaambia tena. Alikuwa ashawaambia mara ya kwanza, sasa anarudia mara ya pili. Basi akawaambia tena, naondoka mimi Yesu jamani, naondoka, nanyi mtanitafuta, na nyinyi mnanitafuta nanyi, lakini mjue nyinyi mtakufa katika dhambi yenu. Mambo ya kudai ati mimi nife kwa ajili yenu, hii akili ondoeni. Mimi naondoka, tena mtanitafuta, alafu mtakufa kwa ajili ya dhambi zenu. Endelea. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Yesu anaweka wazi, mahali ninapokwenda mimi ninyi hamwezi kuja nyinyi. Basi Wayahudi wakasema, je? Wayahudi wakaanza kusemezana wao kwa wao, je, atajiua? Maana walikuwa wamezoea kuua manabii, kwa hivyo wamelenga na Yesu pia wamuue. Yesu ashawaambia hamwezi. Wakaanza kuangaliana, sisi lengo letu tumuue kwa ajili ya dhambi za watu, yeye anasema hamwezi kuniua, kwani atajiua mwenyewe. Endelea. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua? Kwani atajiua mwenyewe huyu? Na sisi kwa asema mimi niendako hamwezi kuja, na sisi ndio wauaji wakubwa hapa Israeli. Akawaambia ninyi ni wa chini, ninyi ni watu wa hapa chini, mimi ni wa juu. Anamaanisha Yesu ananyakuliwa kupelekwa mbinguni, hawawezi kumuua. Endelea. Ninyi ni wa ulimwengu, ninyi ni watu hapa ulimwenguni tu, ni madevil worshiper nyinyi. Mimi si wa ulimwengu. Mimi jamani nanyanyuliwa. Kauli ya pili ya Yesu, nanyanyuliwa, mimi si wa ulimwengu, naenda. Endelea. Inaendelea kusema, kwa hiyo naliwaambia ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Mambo ya kudai mimi nitawafia hakuna hiyo, acheni. Mtakufa kwa dhambi zenu wenyewe. Mambo ya kudai mimi nife kwa ajili yenu, ondoeni hiyo kitu, haipo. Haya pinga. Hapa umesikia mambo ya kufa mwalimu? Yaani sikia mwalimu, ningependa tuanze. Yesu alikuwa anaeleza akina nani? Wale ambao hawajamwamini. Ndipo tunaanza 20. Wewe soma maandiko tumsikiti hapa. Hapa ni maandiko. Toa andiko, sikia mwalimu, alikufa. Yesu alikufa. Toa andiko Yesu alikufa, unipe ushahidi kamili nikuelewe. Wapi yako Yesu alikufa? Wapi? Kwanza umekataa kutoa andiko. Mimi natoa yangu. Sikia. Wewe haujatoa andiko ya kuwa Yesu amefanya nini?
amekufa. Yesu anasema hamwezi Ngoja kuniua. sikia. Wewe toa mtaniua. Wapi andiko Yesu amesema hamwezi kuniua? Harudia basi, harudia tena. Ukisikia kuniua, Harudia. Nyamaza usikize maandiko. Usiongeze hapa maandiko. Toa andiko Yesu alikufa. Mimi natoa yangu. Kwa hiyo wewe toa. Kama una andiko mimi natoa zangu. Haya, toa. Soma kama yake. Ipi? Yake ni ipi si hajatoa? Gani? Nani 21 msema? Yako wewe Wewe ulikuwa unasoma 21 ambapo unadandia kitu ambacho hakiko. Kwa hivyo toa andiko Yesu amekufa. Nitoe Ama sikia. Si unapinga? Unapinga Yesu aje kufanya nini? Hajafa. Kwa hivyo toa andiko Yesu hakufa. Haya 15 wa Korinto wa kwanza. Na soma mpaka 20. Hapa si maandiko mpaka 25. Twende mpaka 20. Hapa sikimsikia Ukitaka mpaka 25. Twende soma. Haya twende soma. 15 wa Korinto ni wa kwanza. Anza 12 kwanza. Hiyo 12 inavunja 20. Una pa kujitetea. Anza 15 Yesu hajafa na hatokufa. Wewe subutu Wanasema amekufa. Basi utongoze wewe Yesu akabebe madhambi. Kwani Yesu ndo anatuma watu wafanye madhambi bwana Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, naam, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiyama ya wafu? Subiri, sikiliza maneno hao ya ujanja. Kama una hekima wewe kuyaelewa. Ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba kafufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema ya kwamba hakuna kiyama ya wafu? Unajua kiyama ni siku kubwa, ni siku ya kiyama. Hiyo ndio wafu wote watafufuliwa. Kwa hivyo Paulo anasema ikiwa mnadai Kristo hakufufuka, mbona baadhi yenu husema ya kwamba hakuna kiyama ya wafu? Na kweli hakuna kiyama ya wafu kwa sahihi. Kiyama ya wafu itakuwa baadaye, sahihi hakuna. Endelea. Lakini kama hakuna kiyama ya wafu, ikiwa sasa hivi kiyama ya wafu haipo, Kristo naye hakufufuka. Na ni kweli kiyama ya wafu sasa hivi hakuna, hakijafika. Kwa hivyo Kristo hajafufuka bado. Endelea. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure, kwa sababu kiyama ya wafu hakuna na imani yenu ni bure. Subiri, kiyama ya wafu haijafika sasa hivi, kiyama ya wafu haipo. Kiyama ya wafu itakuwa, sio imekuwa, itakuwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi kiyama ya wafu hakuna, wafu hawajafufuliwa. Kwa hivyo mpango wa kusema Yesu alifufuka hakuna. Na ukisema Yesu alifufuka, lazima utuambie kiyama ilipulizwa lini watu wakafufuliwa. Sasa hivi utuambie parapanda ilipulizwa lini watu wakafufuliwa. Endelea. Inaendelea kusema naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, kumbe ambaye hakumfufua. Kwa sababu kiyama ya wafu hakuna, atafufuliwaje Yesu? Na kiyama ya wafu bado. Ukienda 20 lakini Kristo amefufuka. Sasa kama Paulo anatuambia Kristo amefufuka, tuambie parapanda ilipulizwa lini basi, ili watu wafuliwe. Paulo anarudi kuwa mnafiki, ni muongo vile vile. Akikwambia Kristo alifufuka hapo chini, muulize Paulo kiyama ya wafu ilifanyika lini? Na kama haijapulizwa kiyama ya wafu, Kristo hajafufuka, na kiyama ya wafu bado mpaka siku hiyo. Kwa hivyo bado ni muongo. Endelea. Ikiwa wafu hawafufuliwi, sio ikiwa wafu. Unajua kuna kauli lazima ieleweke. Andiko lingesema ikiwa wafu hawatafufuliwa, hiyo tungejua ni point. Lakini anasema ikiwa wafu hawafufuliwi, ina maana sasa hivi. Na ni kweli wafu hawafufuliwi saa hii. Endelea. Ikiwa wafu hawafufuliwi, maana kama wafu hawafufuliwi, sio kama wafu hawatafufuliwa, hawafufuliwi sasa hivi. Kristo naye hakufufuka. Sasa niambieni, mkisema Paulo akirudi akwambia lakini sasa Kristo amefufuka, muulize kiyama ya wafu ilifanyika lini? Maana umetuambia mwenyewe Paulo, mtu hafufuliwi mpaka kiyama ya wafu. Kiyama ni siku kubwa ya kiyama, haijafika, watu hawajafufuliwa. Kisha unarudi kutuambia Kristo alifufuka. Kama alifufuka, kiyama ya wafu ilipulizwa lini? Mpe maiki. Anayo. Haya mwalimu, unaongea vizuri sana. Kitu ya kwanza, unaamini Lazaro alifufuliwa? Unaamini? Asante. Ngoja, swali moja. Umeenda vizuri sana. Sasa si umeniuliza unaamini ama uamini? Na mimi labda nimuulize Yesu kwanza.
Yesu aamini kwanza na mimi niamini. Twende 11:38 Yohana. Yohana 11:38. Yaani wewe umeshanielewa kwamba Yesu hakufufuka. Hapo umeelewa. Hasa mambo ya Lazaro kufufuliwa, kwani ni siku ya kiyama hiyo? Lazaro kufufuliwa ilikuwa ni muujiza tu Yesu aoneshe Wayahudi waamini kwamba ni mtume, kwani hiyo ndio siku ya kiyama. Na Lazaro si wafu, Lazaro ni mfu. Mfu ni mmoja, wafu ni wengi. Maandiko yamesema kama hakuna kiyama ya wafu, Yesu hakufufuka. Hajasema kama hakuna kiyama ya mfu, tungejua ni Lazaro peke yake. Wewe utatuweza wapi? Sisi wewe uwezani na mashehe ni watu wakubwa wakubwa. Wewe unatuwezaga wapi? 11:38 Yohana. Wewe unacheza na mashehe bana. Inasema wewe usione kanzu hizi hapa, elimu zimefurika, hatuna kazi hapa. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake. Naam. Akafika kwenye kaburi. Naam. Nalo. Na hapa mende amna. Nalo. Lilikuwa ni pango. Wewe unafikiri wewe mutisi hamna mende leo. Endelea. Na jiwe limewekwa juu yake. Na mizigo pia ipo. Na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, naam, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki, naam, akamwambia, Bwana, amenuka sasa. Ndio maana amekuwa maiti siku 4. Naam. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Haya. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanahudhuria, na nilisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Haya, maliza. Naye akiisha kusema hayo, naam, akalia kwa sauti kuu, Lazaro! 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 Njoo huku nje! Ndio nyinyi wafu nyote huko. Kiama ya wafu imefika, njooni huku. Anaitwa Lazaro, tena aliyekufa wa siku 3. Mmoja tu. Njoo huku nje. Lazaro akanyanyuka akafufuka. Hiyo ndio kiama wafu. Nataka kutuambia paka mfanye Yesu amefufuka. Akatoka nje yule aliyekufa. Wewe ngoja, Biblia isome msikiti. Lazima nikuoje mwalimu. Ndipo unaona ukatoa kwa lilo wa kwanza 15. Vizuri sana. Ikiwa mtu afanye nini? Ikiwa wafu wafanye nini? Afufuliwe. Lakini Yesu alifufua nani? Lazaro mmoja ambaye ni mfu. Okay. Kwa hivyo ni kiama. Ngoja mwalimu. Haya ni maandiko. Usidadie. Hii ni Biblia. Hii si Quran. Yaani umefika. Kwa hivyo sikia kabisa leo. Kwa hivyo kitu cha kwanza lazima usikize. Hapa Yesu amemfufua. Na wewe kauliza wapi? Kwanza sio Yesu alifufua. Si Yesu. Lakini morali Yesu amemuomba nani? Lakini morali ufufuo umefanyika. Nani mfanyaje? Nani mfanyaji? Kwa hivyo Mungu amefanya nini? Amemfufua. Sawa. Amemfufua nani? Lazaro. Sawa. Lakini sio nani? Sikia, tunaongelea kufufuka mwalimu. Sawa. Kwa hivyo Mungu amefanya nini? Sasa wewe. Kwa hivyo sasa ningependa tusome Wakorintho wa kwanza 15:20 sasa. Soma tu. Wewe au kwa unajua kitu mwalimu. Nilikuwa nashadia tu kudandadia. Somee tu hiyo wewe unataka. Twende. Msomee kakaangu. Mimi nakupenda sana. Siku moja utasilimu. Ukisilimu tu utaitwa Gaddafi. Msomee maandiko. Wacha nimsomee. Nasema aitwe Osama bin Laden. Naam, sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kasema 20 tu hiyo kaka. 20. Kasema 20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Limbuko la waliolala. Haya, subiri. Kristo amefufuka katika nini mpi? Katika wafu. Haya, subiri. Mpe huyo tena. Umeamini kwanza? Sijaamini. Haujaamini. Mpe ni kuonesha kwa nini. Nenda 12 hapo juu. Si Kristo amefufuka? Arudi 12 tuone kama kiama ya kupulizwa paka wafu wafuliwe ishafika ama bado. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Sikiliza hiyo statement. Sio mbona baadhi yenu husema ya kwamba hakutakuwa na kiama ya wafu. Elewa lugha. Kiama ya wafu ipo, lakini itakuwa. Haiko sahihi. Lakini kauli inasema ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba amefufuka katika wafu,
mbona baadhi yenu husema ya kwamba hakuna kiama ya wafu? Na ni kweli kiama ya wafu hakuna. Hayaendelea. Lakini kama hakuna kiama ya wafu, kama kwa sahihi kiama ya wafu hakuna, naye Kristo akufufuka. Haya, tuambieni, ili tuamini Kristo amefufuka, lazima kiama ya wafu iwe tayari ishafika. Sasa kiama ya wafu, baragumu la kupulizwa watu wafufuliwe wote, iwe kiama ilipulizwa? Kama bado haijapulizwa, ina maana kiama ya kufufuliwa watu bado hakuna. Na Paulo anakuambia kama hiyo kiama wafu hakuna, basi hata Kristo hakufufuka. Sasa unatuambiaje Kristo amefufuka na baragumu la watu kufufuliwa bado? Wewe uone hapo unadanganya. Wapi baragumu la watu wa kufufuliwa? Limepulizwa lini ili Kristo ndio afufuke? Maana maandiko yameambatanisha baragumu la kufa na Yesu kufufuliwa. Hakuna mabwana, Yesu hajakufa hata siku moja, wala hawezi kumfia mtu hata siku moja. Subutu mabwana, acheni kudanganywa ati Yesu alibeba dhambi zenu. Mnajira Wakristo tuko wangapi hapa? Nione mkono juu. Wakristo wale wanampenda Yesu Kristo, believe in Jesus. Thank you Jesus. Kaka njoo nikusalimie, njoo salamu tu Mkenya. Watoto rudini nyuma kidogo, baba rudi, nataka nitengeneze mambo ya naye. Njoo rafiki yangu kidogo nikusalimie, sikuulizi maswali, ni salamu tu. Njoo rafiki yangu, usiogope. Mami njoo pia, dada njoo, salamu tu. Maswali yanakuja, salamu tu baba. Basi hebu mpatie dadangu nimsalimie, salamu tu, siulizi maswali mimi. Salamu tu kama Wakenya wenzangu, basi alafu tuendelee. Mpe dadangu huyo nyuma. Huyo. Dada, habari yako? Sasa nakusalimia sister yangu pia utaki bana. Wakristo wa Kenya wenzangu, mbona mnakataa hata kuongea? Mimi si adui. Mimi ni Mkenya originally. Original Kenyans born in this country. Kaka, habari yako? Huyu hapo nyuma nimsalimie. Habari yako bro? Chukua mic, wewe ni Mkenya gentleman. Habari yako ndugu? Sisi nakusalimia tu, habari yako bana? Nzuri. Habari ya nyumbani? Salamu. Unaitwa nani? John. Wewe ni Mkristo Yeah. Wa kanisa gani? Mimi ni Mkristo. Unashiriki kanisa gani basi? Mimi ni Anglican Church. Limeanzishwa kule London, Uingereza mwaka wa 1533 na mfalme wa Uingereza anaitwa King Henry. Wakati huo Muhammad ashakuja, ashaondoka. Akaja Yesu, alikuja Yesu akaondoka. Ukapita miaka 570, Muhammad akaja akaishi miaka 63 akaondoka. Ukapita miaka 1103 ndio kanisa lako limekuja kuanzishwa. Mwaka 1103 Muhammad ameondoka, ndio kanisa lako limekuja kuanzishwa London, Uingereza. Wakati wa Uingereza haiti London, capital city ilikuwa inaitwa the New Troy City, ikiongozwa na devil worshipper ambaye ndiye huyo King Henry mwenyewe. Mnajua historia ya Uingereza vizuri lakini kaka umesema wewe ni Mwanglikana, si ndio? Yeah. Hata mimi leo nataka nijiunge huko. Sio kama mtanikaribisha na mimi nije, mtanikaribisha? Kama unataka unajiunga. Tatizo langu ni moja dogo tu. Unajua sasa hivi kuna Anglican, kuna PEFA, kuna Baptist. Sasa hebu naomba unieleze kanisa ambalo Yesu alikuwa anaingia hasa, ili na mimi nije hapo, akirudi kutoka mbinguni anikute pale pale na mimi anichukue anipeleke uzima wa milele. Ni kanisa gani ambalo Yesu alikuwa anaingia hasa na mimi niingie hilo? Niambie Waislamu kwa elimu, mimi naenda kanisani. Kanisa gani hilo Yesu alikuwa anaingia brother? Nikikuonesha tutafuatana na wewe pamoja. Wacha nikwambie. Mimi sitaki kujua historia. Si historia. Mimi sizungumzi historia. Mimi nazungumza Biblia. Biblia ikisema kanisa liloingia Yesu ni Catholic. Mimi na wewe inatakiwa tuingie wapi? Catholic. Biblia ikisema kanisa liloingia Yesu ni SDA, itabidi mimi na wewe twende wapi? SDA. Kama Biblia ikasema Yesu aliingia kanisa la PEFA, ni mimi na wewe twende wapi? PEFA. Je, Biblia ikisema Yesu alienda kanisa fulani, utakuwa tayari kwenda? Hebu nielimishe. Nikuelimishe. Haya, Luka 4:16. Hilo ndo kanisa Yesu alikuwa anaingia,
na halifai kupingwa, na lisikilize kuanzia leo uone vile mambo yatakavyokuwa safi. Yesu ndio kanisa alikuwa anaenda. Hiyo ndio kanisa Yesu alikuwa anaenda, ndio hilo. Luka 4:16. Yesu alikuwa anaenda akiwa duniani. Inasema hivi, kama ni SDA ni nini chote tuingie huko. Inasemaje wewe? Angekuja kiti. Inasema hivi, naona wewe Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Inasema akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Naam. Na siku ya Sabato ndio akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Hebu mpe ndugu. Maandiko yanasema Yesu alikuwa anaingia wapi? Sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Asante. Si unajua maana desturi? Tabia ya mtu. Yesu anaingia ndani ya nini? Sinagogi. Unajua maana yake? Haya, sinagogi ni nini mwalimu? Mfungulia hapo kwenye Biblia. Nyuma hapo kwenye maelezo. Kamusi iliongozwa na Roho Mtakatifu inasema sinagogi ni nini? Sinagogi wote nifungulie kabisa. Hiyo ndilo kanisa unafaa kuingia, maana wa kwanza kuingia ni Yesu mwenyewe. Sinagogi maana yake sinagogi. Naam. Kamusi ya Biblia. Naam. Msikiti wa Wayahudi. Yesu alikuwa anaingia wapi? Msikiti. Ukiona mtu anaenda msikitini ana dini gani? Mimi sijui. Wanaokwenda msikitini wana dini gani? Wanaokwenda msikitini wana dini gani? Waislamu. Biblia inasema Yesu alikuwa anaingia wapi? Hii ni Kiswahili. Ndio hiyo Kiswahili. Hapa tunaongea Kiswahili. Biblia imefasiriwa Kiswahili. Sinagogi maana yake ni msikiti waliojenga Wayahudi. Wayahudi, Wakamba, Wajaluo, Wakikuyu, hizo ni kabila. Wakiingia kanisani watakuwa na dini gani? Wakienda kanisani watakuwa na dini gani? Kaka, maandiko yanasema sinagogi ni nini? Msikiti. Yesu alikuwa anaingia wapi? Sinagogi. Ambao ni nini? Msikiti. Wanaokwenda msikitini huwa wana dini gani? Waislamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni Myahudi. Myahudi ni kabila. Akaingia ndani ya msikiti. Na wanaokwenda msikitini wana dini gani? Ujue. Sasa ndio maana si tunakwambieni Yesu hakwenda kanisani. Ameni. Si tunashindwa nyinyi mnahubiriwa injili ipi na Biblia ipi? Biblia ni moja. Inasema Yesu alikuwa anaenda msikitini. Nyinyi kanisani mnafuata nini? Hebu nieleze kile kinachokufanyeni mwache nyumba aliyokuwa akiingia Yesu mnaenda nyingine. Tatizo liko wapi? Unajua? I think nilikwambia unielimishe. Okay. Asante sana. Basi mimi nakuelimisha. Elimu ya kwanza ujue Yesu alikuwa anaenda wapi? Nimesikia alikuwa anaenda msikiti. Sio ati. Ni maandiko ya Mungu, usiseme ati. Lazima yaheshimiwe. Biblia lazima iheshimiwe. Inasema Yesu anaingia ndani ya msikiti. Mimi na wewe tukiwa wafuasi wa Yesu inabidi tuingie wapi na sisi? Wewe enda msikiti. Na wewe? Mimi niende kanisa. Haya, naomba unipe andiko Yesu alienda kanisani. Andiko moja tu. Ifungulie. Mahali panasema Yesu aliingia kanisani. Wapi? Kama hakuna mimi nikusaidie. Nisaidie basi. Nikusaidie. Haya, Wakorintho wa kwanza 11:17. Hiyo ndo nakusaidia. Nzuri kabisa. Yesu anamsaidia, anamkopesha andiko. Alafu ataandika cheki ya kuweza kulipa deni ambalo namkopesha rafiki yangu. Maandiko inasema, naam, lakini katika kuagiza haya si wasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida mbali kwa hasara. Kuna mahali mnakusanyika lakini hampati faida, wenyewe hamujui, lakini huwa mnapata hasara, nyinyi mnadai ni faida. Haijatajwa ni wapi. Endelea. Kwa maana mkutanikapo kanisani. Kunde mkikutanika kanisani hampati faida, bali mnapata nini?
Hebu endelea kusoma. Haya, endelea. Hawa wanakuambia endelea wanakuuza hawa. Haya, endelea ndio inazidi kujitokeza. Endelea na kusema. Aha. Bali hasara. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Nasikia kuna faraka kwenu. Mpe. Kanisani kuna faraka ama hakuna faraka? Unajua matengano, Katoliki kivyake, Pentecostal kivyake, Baptist, kila mtu anaweza faraka, ndio hiyo. Haya, endelea sasa. Si umetaka kuendelea wewe? Haya, endelea sasa. Endelea kusema. Nami nusu na sadiki. Nami nusu. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu. Anasema Paulo kanisani kuna uzushi. Moja ndio hiyo ya kwenda kanisani, na kumbe Yesu alienda msikitini. Mmeacha Yesu kwenda msikitini, mumezua ya kwenda kanisani. Kwa hiyo kanisani kuna uzushi. Endelea. Ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Ili waliokubaliwa wakafuata Uislamu na wakaenda msikitini kama Yesu wawe dhahiri, muwaone hao wanaenda msikitini kama Yesu. Sisi tumempinga Yesu, tunaenda kanisani. Endelea. Basi Paulo anasema basi mkusanyikapo kanisani pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Mkusanyika kanisani haiwezekani muhubiriwe neno la Mungu, mtakuwa mnadanganyana hapo. Ndio tafsiri yake. Sio chakula kwamba ni muhogo ama ni wali. Mkikusanyika haiwezekani kula chakula cha Mungu, hamwezekani kupata neno la Mungu, maana mtakuwa mnadanganyana. Yesu msikitini, mmehamia kanisani. Alafu nasema believe that Jesus is Lord. Hallelujah. I want to assure you, if you believe in Christ, you can be a MP of Ishiri without campaign. Somebody say Jesus. Riva Saika Rababushi. I command the devil now. Wajanja kweli, yote ni birisi na sitageza, hawana lolote Waislamu hawa. Yote ni kubemplezea hiyo inaitwa hot kana nyirnyirwa. Hakuna lolote. Jamani, kakangu, sasa mimi nakushauri twende msikitini kama Yesu. Toka kanisani. Toka rafiki yangu. Tunadanganywa bure. Mimi nimezoea kudanganywa. Na sita nini? I won't regret. Tena umezoea kudanganywa. Yeah. Kwa hivyo utaendelea kudanganywa. Ni sawa tu. Mpaka ukachomwe. Umeamini kabisa upateketee. Nimeamini. Aya, mwambie Mungu, nishasikia Yesu alikuwa anaenda msikitini, lakini Mungu mimi msikitini sitaenda. Wacha nidanganywe ili ukanichome. Mwambie mwenyewe anakusikia. Mwambie mwenyewe anakusikia. Wacha nimpe mtu mic akwambie. Wewe ndio mwambie, mimi naongea na wewe. Si umesema uko tayari udanganywe mpaka ukachomeke? Sasa mwambie mwenyewe, nimesikia Yesu alienda msikitini. Mungu mimi nyumba yako msikiti sitaingia. Nabakia hapa kanisani nidanganywe mpaka ukanichome. Mwambie mwenyewe anakusikia. Unajua destiny yangu haikuhusu sana. Hata nikienda nikichomewa ni sawa. Wewe tu mbinguni. Sawa basi. Kama umeamini mwenyewe ndio ukachomwe. Haya bwana. Mimi sikulazimishi, ila nimekueleza ukweli. Yesu alienda msikitini. Kama pengine usiwekwe chuki na viongozi. Wewe fuata ukweli. Tunajua kuna biashara ya kuwekwa chuki. Uislamu dini ya majini, dini ya magaidi. Usikubali kuingia. Kama ni mambo na magaidi, ugaidi umeanzishwa na devil worshippers ya US. George Herbert Bush na John McCain ndio wameanzisha mambo ya terrorism. Hiyo ni biashara ya Wamarekani na wanajifanya kwenda kanisani hata wao. Kama ni mambo ya majini, hata kwenye Biblia majini yapo, lakini sisi hatutumii majini. Tuna haja, sisi msaada wa Allah ni mkubwa, jini wa kazi gani? Tuna time na majini sisi. Hata siku moja kaka silimu na kushauri, sikulazimishi. Hii ndio dini ya haki. Endelea kuhubiriwa. Yesu alibeba dhambi zako. Siku ya kiyama utajikuta ziko kwenye shingo yako. Hakuna hata nukta ya dhambi Yesu alikubebea. Kwa sababu Yesu hajakutuma ukafanye madhambi ndio akudhaminie kukubebea. Maadamu unafanya mwenyewe, hiyo iko juu yako, usidanganywe na mtu. Sikia rafiki yangu. Basi, karibu. Jado, njoo tusalimiane baba. Naona huyu rafiki yangu alikuwa anataka kuongea na mimi. Huyu kakangu amebeba kofia. Baba, habari yako? Njoo tusalimiane tu. Mimi salamu kidogo. Mtu mbaya baba. Mimi sio mtu mbaya.
Mimi ni wa BBI original baba. Mimi sina kona mingi. Mimi nampenda Mungu, napenda viongozi wote wa Kenya na mambo yanaendelea vizuri. Kaka, chukua mic tusalimiane. Salamu basi. Basi mpatie mama nimsalimie kidogo. Mama, habari yako? Chukua microphone. Salamu tu. Sote ni wa Kenya. Sisi hatuna mambo ya, sisi ni under BBI. Hatuna mambo mengi. Sisi ya tunasonga mbele na BBI. Habari mami? Nzuri sana. Habari ya nyumbani? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Jennifer. Wewe ni Mkristo? Ni Mkristo. Wa kanisa gani Jennifer? Hii haikuhusu. Kweli? Ni Mkristo. Wewe ni Mkristo tu? Lakini nataka nijue ile kanisa unaenda na mimi naweza nikaingia. Kwani huwezi kunikaribisha Jennifer? Wewe kuja nitakupeleka mahali unataka. Mahali naenda. Sasa niambie ni wapi? Unajua sasa mimi ukinipeleka kanisa gani basi? Mimi utanipeleka mahali sijui. Si niambie ni mahali fulani basi. Na mimi nitakwambia basi ya Jumapili tukutane hapo. Kweli? Jennifer, wewe unampenda Yesu? Kwa nini wewe ni Mkristo? Mimi kwa nini wewe ni Muislamu kwanza? Kwa sababu Yesu alikuwa Muislamu. Na wewe kwa nini ni Mkristo? Hata Yesu alikuwa Mkristo. Aya, andiko gani la ushahidi? Na wewe andiko gani kwanza? Aya, msomee. 11:29 Mathayo. Yesu anasema yeye ni Muislamu tena wa moyo. Kutoka moyoni. 11:29 Mathayo. Yesu anasema mimi ni Muislamu tena wa kutoka moyoni hasa. Na wewe mtayarisha yako. Yesu anasema mimi ni Mkristo wa moyoni ama wa mgongoni ama wa kichwani, wa popote pale. Tayarisha na wewe. Inasema. Naam. Inasema jitieni nira yangu. Naam. Mjifunze kwangu. Mwenge mbenzo. Naam. Kwa kuwa mimi ni mpole. Na mnyenyekevu wa moyo. Mnyenyekevu ni Kiswahili, Kiarabu Muislamu. Kwa hiyo Yesu anasema mimi ni Muislamu wa moyo. Kiswahili mnyenyekevu wa moyo. Ndio maana tumesoma maandiko Yesu alikuwa anaenda kanisani. Na wewe naomba nipatie andiko. Yesu anasema mimi ni Mkristo. Haya, mpatie andiko dada yetu Susan. Na wewe thibitisha yako. Hujanipea andiko yenye inasema hivyo. Aje. Inasema Yesu ni Muislamu yenye umesema. Islam ni sio hiyo. Unajua Islam ni Kiarabu na hiyo Biblia imetafsiriwa Kiswahili. Kwa hiyo neno la Islam limeletwa kwa Kiswahili, maana yake mnyenyekevu. Haiwezekani. Naomba kidogo tu shehe. Naomba iko na kwa Biblia ni Luka. Hapo ndio mnakotini sana. Luka 13:10. 15. Nisomee tu kidogo na nikuulize swali moja tujiende. 13:10. Luke. Haya, msomee dada yetu. 13:10 Luke. 13:15 Luka. 13:10. 13:10. Luke 13:10 inasema. Naona unasikia mchungaji anasema hapo. Sasa amekudanganya basi huyu, kama ni yeye ndo amekupa hiyo. Haya, inasema tunaijua vizuri tangu miaka nenda miaka rudi. Na sharti Injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Hiyo 13:10. Si ni 13:10 ama ni ngapi? Luka 13:10. 13:10. Nataka nifanye haraka. Inasema hivi, ndo time zake. Inasema siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mmoja wapo. Naam. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliye na pepo wa udhaifu sana kabisa, muda wa miaka 14. Kweli. Naye amepindana, hawezi kujinyoosha. Ni kweli, hawezi kujinyoosha kabisa. Naam. Yesu alipomuona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Tena Yesu hakusema toka libababa kama watu wa leo wajanja hawana lolote. I command. Utashikwa na manispaa bure. Hiyo ni kelele unaleta. Angalia Yesu kuponya kwako. Enenda mama, umefunguliwa. Basi. Lakini leo sarakasi na balaa, utashangaa. Akaweka, inaendelea kusema, akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo. Ndio hiyo mama, ama aendelee? Ndio hiyo. Aya, harakisha tena. Aya, basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu alimponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6
fanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akamwambia, akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, amfungui ng'ombe wake au mpunda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye na uzao wa Ibrahimu. Tatizo hapo ni mkuu wa sinagogi kufokewa, ndo shida yake, si ndio hiyo? Kwamba mkuu wa sinagogi ambao ni msikiti alikasirika Yesu kumponya mtu siku ya Sabato. Shida yako ni nini? Ni swali ya kwanza. Swali ya kwanza. Ninyi Waislamu kienda msikitini, wanawake wanakaa kando na ninyi mnakaa kando. Tena sana. Mbona Yesu aliona mwanamke na akamuita? Asante. Sasa ya pili. Ya pili, kama Yesu ni Muislamu, mbona mkuu wa sinagogi wakati Yesu aliponya mgonjwa alikasirika? Ya tatu, kama ni Muislamu, mbona Yesu aliwaita henyi wanafiki? Unataka tuanze hivi? Na ni mko msikitini. Asante. Unataka katika hizi tatu tuanze na hivi? Hiyo tu ni jibu. Tuanze na Yesu kuwa mwanamke pale ndani. Mbona Waislamu na nyinyi muwekeleangi mikono? Hata Muislamu asalamiangi mwanamke kwa mkono. Asante sana. Sisi Waislamu hatusalamiangi hata na mkono kwa sababu kuu mbili. Kwanza, Yesu pale ndani ya msikiti, mwanamke alikuwa ameenda ni mgonjwa kwa niaba ya kuponywa na sio kuabudu saa ile. Kwa sababu gani? Hata wewe ukiwa mgonjwa mama, nyumba ya kwanza ya kupata wewe msaada unajua ni hospitali. Kwa hivyo wale Waisraeli waliangalia Yesu alikuwa na desturi ya kwenda wapi? Kapernaumu msikitini, Galilaya msikitini, Yerusalemu msikitini. Inaonekana huyu mtu ni wa msikiti na sisi ni wagonjwa, wacha tumvamie huko msikitini atusaidie. Kwa hivyo wale wamama wakamsubiri Yesu ndani ya msikiti. Yesu alipokuja akawaona, akamuombea Mungu, akamwekea mkono, Mwenyezi Mungu akamponya. Pale haikuwa kwa sababu ya ibada. Lakini kama ni swala la ibada, Waislamu kuweka wanawake na wanaume pembeni, 12:10 Zekaria, Mungu amesema wanawake wasiabudu pamoja na wanaume. Msomee. Lakini alikuwa anaenda kuponywa, si ibada. Alikuwa anaenda kuponywa, si mambo na ibada. Japo ni ndani ya msikiti, haikuwa wakati wa ibada. Ibada iko na time yake maalum. Inasema naam, ndipo Waislamu takbir. Takbir. Waislamu watukufu, kwanza nataka niongee dakika 2 kutokana na dawa tuna